Asiyesu. Asante kwa kupata nafasi ya kuweza kuja hapa. Nashukuru kwa sababu umetenga muda wako na umetii kuweza kuja hapa. Tungependa tuweze kuingia katika maombi ili tuanze mafundisho, alafu kisha baadaye tutaweza kuzungumza. Pale ulipo unaweza kainua tu mikono juu. Mwambie Mungu ni asante kwa yale ambayo amekutendea. Amekupa nafasi hii wakati kama huu. Kufika hapa ni sacrifice tosha ya kwamba unamheshimu. Umetenga muda huu, ni sacrifice tosha ya kuweza kuingia hapa. Nawe akuonekanie, akutembelee, akuonekanie, akutendee, ili yale yote ambayo aliyokufanya uweze kufika hapa siku ya leo, huyu Mungu aweze kuyasuluhisha. Utakapokuwa unaondoka hapa siku ya leo, maisha yako yasiwe ya kawaida, yabadilike. Ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba tukiamini. Amen. Aya, tunaweza tukaketi. Amen. Nashukuru sana kwa sababu ya kuja mapema. Watu wanadhani tunakuja saa 8. Naomba wakija ili ipatikane kwamba tulishamaliza na tukaondoka. Amen. Sisi hapa nimesikia aliyenitangulia mbeleni akisema kwamba huwa tunahubiri ujumbe mmoja. Na ni kweli kwamba katika Biblia hakuna jumbe mbili. Hata unabii uliotolewa katika maandiko ni unabii mmoja tu wa kuelekea kwa Yesu Kristo. So kumaanisha chochote ambacho kiko nje ya ujumbe huo ambao ni wa Yesu Kristo haina faida kwako. Ndiposa unaweza ukaja hapa ukiangalia kutoka mwanzo hadi Ufunuo, yule unayemuona katika maandiko hayo ni Yesu tu. Na ikiwa basi umuoni Yesu, haujasoma maandiko yako vizuri. Ndio maana Paulo akaambia Timotheo katika Timotheo wa pili 3:15 kwamba unaposoma maandiko yanakufanya ufahamu yale ambayo yako katika maandiko hayo. Na anapomfahamisha hivyo ni kwamba anaelewa, anasoma maandiko. Lakini swali ni, unaposoma maandiko unajua kile ambacho kiko katika hayo maandiko? Hilo ndo swala alikuwa anamuuliza. Na akamwambia kwamba kupitia kwa haya maandiko yote yameweza kuelekezwa kupitia kwa Roho Mtakatifu. So huyo Roho ndiye aliye fanya ikaweza kupatikana. Hiyo sentence imekuwa complete kweli? So ningependa tusome katika Wakorintho wa kwanza 1:18. Wakorintho wa kwanza 1:18. Sinazungumza Kiswahili na nyinyi mnisomee Kiswahili. Wakorintho wa kwanza 1:18. Kiswahili nasemaje? Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Ya kwamba kwa wale wanaopotea, huu ujumbe ambao tunaohubiri, neno la msalaba, kwao ni upuzi. Kumaanisha hawatilii maanani nguvu iliyoko katika msalaba.
Na kutoka mwanzo hadi Ufunuo ni kuleta nguvu ya msalaba ili iweze kuonekana vile ambavyo Yesu anaweza kutukomboa sisi. Na yeyote ambaye amempokea Yesu Kristo, uwezi ukasema kwamba kuna kitu takushinda katika ulimwengu huu. Hapana. Ni kuamini tu anahitaji kutoka kwako. Na unapoamini, yote unayohitaji kufanya utayafanya tu. Ndio maana anasema kwa wale wanaopotea, si wewe ambaye umeamini. Kumaanisha hili jambo la msalaba, kuna wale ambao hawaamini. Alivyoupenda ulimwengu akamtoa mwanae. Anyway, as he loved the world and he gave his only son, it was because of the love he had to this world. And all of us, we are under that guard of the love that he had. So, if you don't understand about that love, then you do not know the power that is contained from the scriptures. That is why, for those who are perishing, it has nothing to them. Haina kitu kwao. But for those who are saved like you who is here today, lakini kwa wale ambao wameokolewa kama wewe ambao uko hapa, it is power. Ni nguvu. So, when you take caution on what is contained in the gospel of the cross, unapojua ni nini imebebwa katika ujumbe wa msalaba, it helps you to stand. Inakusaidia kusimama. And like now we are entering Easter, kama sasa tunaingia katika which is Easter, on Friday, yenye iko Ijumaa, and we'll have Good Friday on Friday and Easter on Monday, right? Tutakuwa na hiyo Good Friday na How prepared are you? Umejipanga vipi? And I think I gave something online on 14th, and I said, nafikiri kuna kitu nilipeana katika online. We need to pray for this time. Tunafaa kuombea wakati huu. Between now and Friday, Saturday. Kuanzia sasa na Jumamosi. Because when I was praying, maana alipokuwa naomba, I saw Satan hovering around. Aliona shetani akipita pita. And taking lives of people. Akichukua maisha ya watu. So that was not a preaching, it was a prophecy. Hiyo si mahubiri, ilikuwa ni unabii. Which I meant that I see deaths. Aliona vifo. Which we need to pray for and terminate that spirit. Tunafaa kuombea na tuiangamize. The only way we can terminate it, ndio tu tunaweza kuiangamiza, is out of understanding what is going to happen on Friday. Ni kutokana na kuelewa ni nini itafanyika hii siku ya Ijumaa. And remember that is symbolic. Na ukumbuke hiyo ni kielelezo. It is there for remembrance on what happened. Iko kwa kuelewa, kukumbuka nini lifanyika. There is a mystery behind it. Kuna kitu imefichwa nyuma yake. If we can just understand that it's Good Friday and Easter, we celebrate and that is it. We've not understood what it really means. Hatujaelewa ni nini inamaanisha. The mystery is hii ujumbe wa kuficha, the power hidden in that act. Nguvu ambazo zimefichwa katika hii tendo. So that is why Paul is saying, ndio maana Paulo anasema, that for the gospel kwa maana injili of the cross ya msalaba is foolish ni upumbavu to those who are perishing, kwa wanaoangamia, but to us who are saved, lakini kwetu ambao tunaokolewa, it is the power of God. Ni nguvu ya Mungu. How is it the power of God? Ikoaje nguvu ya Mungu? 1 Corinthians 15:1. Wakorintho wa kwanza 15. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein you stand. So, when you receive that gospel of the cross, you stand. Unapopokea hii injili ya msalaba unasimama. When the gospel of the cross enters you, you stand. Msalaba ukiingia unasimama. Meaning you can start doing anything from the kingdom of God. Inamaanisha unaweza fanya chochote kutoka kwa ufalme wa Mungu. But you cannot stand, lakini huwezi simama, if you've not received it. Kama haujaipokea. And remember, nakumbuka, all the tenses of the gospel of Christ are past tense. Kila kitu ya msalaba ni kitu ambayo imepita. Because we are operating on what Jesus has already done. Tunafanya kazi kwa kile kitu ambacho Kristo so that which he did ile yenye alifanya is what you'll be remembering on Friday. Hiyo ndio tunakumbuka siku ya Ijumaa. So it will not be done on Friday. Haiwezi fanyika hiyo Ijumaa. It is something that was done, ni kitu ambacho kilifanyika, that you are remembering at that time. Unakumbuka kwa wakati huo.
to remind you that kukukumbusha kwamba the suffering of Jesus Christ, mateso ya Kristo Yesu, there is always the glory that will follow out of the suffering. basi kuna utukufu unafuata. That when the Son of Man suffered, Wakati mwanadamu aliteseka, that was not all. haikuwa He inatosha. suffered so that I can get saved. Alisumbuliwa ili mimi nikaokolewe. And you cannot get saved by yourself. Na utaokolewa peke yako There hivyo. must be an engagement of a person for you to get saved. Lazima kuwe na mtu ndio wewe uokolewe. That is why you don't get saved. Ndio maana You got saved. Ulipokea. And that is through the works of the Son of Man, kupitia kwa kazi ya mwana wa Adamu, who is Jesus Christ. ambaye ni Yesu Kristo. Because through him we stand. Maana kupitia yeye tunasimama. That is why that emphasis is there. Ndio maana hilo neno liko hapo. Can you read for me 1 Corinthians Soma chapter number 2 2 and verse number 1 and 2. 1 na 2. 1 Corinthians Korinto wa kwanza chapter number 2 and verse 1 and 2. When 1 I came Corinthians. to you, my brothers, to preach God's secret truth, I did not use his words and a great hearings. For a while I was with. The Bible says in King James that, and I, brethren, when I came to you, I came not with the excellency of speech or wisdom, declaring unto you the testimony of God. For I determined not to know anything among you, save Christ and him crucified. So it is the message of the crucifixion of Jesus Christ that ni gets you ujumbe saved. wa kusulubiwa kwa Yesu Kristo ndio unaokoa. Without understanding the crucifixion of Jesus, Bila kuelewa ile kusulubiwa kwa you Kristo, don't know what you are doing. haujui chenye unafanya. So out of understanding, Kutokana na kuelewa, that is where you receive power ndio from. maana unapata nguvu kutoka hapo. The book of Galatians, Wagalatia chapter number 6 6 and verse number 14. 14. The book of Galatians, Wagalatia chapter number 6 6 and verse number 14. 14. But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. For when Jesus was crucified, Wakati Yesu alisulubiwa, I was made holy like him, nilifanyika kuwa mtakatifu kama yeye. so that when he came out of the grave, Ili anapotoka kaburini, the glory that he received utukufu anaopokea is the one that I have. pia hiyo ndio niko nayo. How do we receive it? Tunaipokea hapo. Because now we've been adopted Sasa tumechukuliwa and taken to the family of katika Jesus. familia ya Kristo. And once you are in the family of Na ukiwa Jesus, katika familia ya Kristo, that which is able to yenye do, anayeweza you can kufanya, also do by implication. pia wewe unaweza ifanya kwa Philippians 3:3. Wafilipi So 3:3. when Jesus rose, Wakati Kristo he alifufuka, gave you the power, alikupa nguvu, and that power is to help you stand. na hizo nguvu zinakusaidia That is why kusimama. in Luke 10:19, Kwa Luka 10:19 you've received the power umepokea nguvu to step over the scorpions Ya and ku- the serpents, ya kukanyaga nge na nyoka. so that through that now you can ask and you can receive from the kingdom Sasa of God. kupitia hii unaweza uliza na unaweza pokea kutoka kwa ufalme. What are you asking from the kingdom? Unauliza nini kutoka kwa ufalme? Anything that is in line with his character. Chochote ambacho kiko kwa mstari na tabia yake. You cannot ask anything that is outside the character of God and receive. Hauwezi uliza chochote ambacho hakiko kwa tabia ya Mungu na uweze We kupokea. use the access of Jesus Christ Tunatumia mfano wa Kristo to receive that which we want. kupokea chenye tunahitaji. Philippians 3:3. Wafilipi 3:3. It is we, not they, who have received the true circumcision, for we worship God by means of his Spirit and rejoice in our When you lives. come and you sit here, Unapokuja na unaketi huku, the spirit operating in you is different from the spirit that is operating in the people and the world. roho ambayo inafanya kazi kwako ni tofauti na yenye inafanya kazi kwa watu wa ulimwengu. And out of that which happened, Na kutokana kwa hiyo it ilifanyika, has given you power. imekupa nguvu. And today as you will be living here, Na leo chizi that unatoka power mara. is going to start working from Hiyo you in nguvu Jesus' inaenda mighty kufanya name. kazi kutoka ndani yako kwa jina la Yesu You Kristo. have come here Umekuja huku and you are seated na here umekaa huku and
some other people might think that you are wasting your time coming Na here. watu wengine wanaweza fikiria umepoteza tu muda kukaa hapa. But that is the power that you are looking for. Lakini hiyo ndio nguvu ambayo unatafuta. The way you are seated here, that is the power you are Jinsi looking for. umeketi hapa, hiyo ndio nguvu unatafuta. The power from the cross. Nguvu kutoka kwa msalaba. The power out of the suffering of the Son of Man. Nguvu kutokana na masumbuko ya mwana wa damu. The power that he brought out when he came out of the grave. Nguvu ambayo alitoka nayo wakati alifufuka. That is why the gospel we preach Ndio maana injili tunayohubiri has specifications. iko na We mlengo. preach on how Jesus Christ died Tunahubiri jinsi Kristo alikufa according to the scriptures. kulingana na maandiko. So meaning the death of Jesus Inamaanisha kifo cha has Kristo been narrated from the scriptures kilikuwa kimenakiliwa kwa out of the maandiko prophecy that was said out of the prophets of the past. kutokana na manabii wa kitambo. That is why in Hebrews 1:1, Ndio maana Waibrania in 1:1 sundry times wa wakati our father spake baba yetu alinena through prophets and our forefathers. kupitia kwa manabii na mababu But in zetu. Hebrews 1:2, Lakini Waibrania he 1:2 says, but out of now inasema kwamba he has sasa spoken through the Son. ameongea kupitia kwa mwana. Once you receive the Son, Ukimpokea mwana you have received the access to receive the power. umepokea njia ya kupokea Once nguvu. the Son enters you, Mwana anapokuingia and that is your first encounter, na hapo sasa ndio unakumbana naye you mara have kwanza, found all that which you've been looking for from the Umepata prophets and yote even from the law. ambayo ulikuwa unatafuta kwa manabii na sheria. John 1:45. Yohana Let's see 1:45. who are we looking for from the scriptures. Wacha tuone ni nani ambaye tunamtazamia kutokana kwa maandiko. When we are reading the Bible, Tunaposoma maandiko what are we looking for ni from the nini scriptures? tunatafuta katika John maandiko. 1:45. Yohana 1:45 What does the Bible say? maandiko yanasema ni Philip found Nathanael Philip was a disciple who was a witness of Jesus Christ in the sides of Samaria. He was preaching about the gospel of Jesus. Filipo alikuwa mwanafunzi wa Kristo ambaye alikuwa anahubiri juu ya Kristo Yesu. But when time came, Lakini wakati there is ulipowadia something he says to the fellow disciple. kuna kitu alinena na hao wanafunzi What is it wenzake. that he said? Ni nini alisema? and told him, Yes. we have found the one whom Moses wrote about in the books of the law. You see, when Philip and Nathanael were preaching, Unaona wakati Filipo na Nathanaeli walikuwa they were quoting wanahubiri, scriptures walikuwa wananakiri maandiko without revelation. bila ufunuo. But a time came Lakini wakati when ukafika, Philip said, oh, wakati Filipo alisema I have found, come and see. nimempata kuja The one muone that Moses in the law mwenye Musa katika sheria was talking about, alikuwa anaongelea and the prophets from Joshua to na Malachi, manabii kutoka Joshua mpaka they were Malaki speaking of. walikuwa wanaongea Who kuhusu. was this person that Philip found? Ni mtu mgani huyo ambaye Filipo alimpata? Who was this Ni person? mtu He mgani huyo? is Jesus. He was Jesus Alikuwa ni Christ Yesu of Kristo. Nazareth. Wa Nazareti. So where the message of Jesus is not preached, there is no power. Mahali hakuna ujumbe wa Kristo kuhubiriwa hakuna The book nguvu. of Luke chapter number 24 and verse number 44 and 45. Luka 24. Let's see, what are we looking for from the gospel? Wacha tuone nini tunatafuta kutoka kwa Luke Injili. 24:44. 24, So in the 24. gospel, it has specifications Iko na mlengo which you need to be very yenye keen unafaa kuwa makini when you are reading your book, your wakati Bible. unasoma Biblia yako. The book of Luke chapter number 24 and verse number 44. Then he said to them, These are the very things I told you about. These are the very things that I told you. This is Hizi ndio Jesus vitu speaking. niliwaambia. I was still with you. This is the time he has come. Like now, it's on Monday next week. Hiyo ni wakati amekuja, kama sasa atakuja hiyo During Jumatatu that ijayo. time, Huo it is wakati. like on Monday next week now. Ni kama hiyo After Jesus has come out of the grave, wakati Yesu alikuwa on amefufuka. his way down to Emmaus, Sasa anateremka kwenda Emmaus. he found Cleopas and a friend. Akakutana na Cleopas na But rafiki this yake. is the message he gave them. Huu ndio ujumbe aliwapa. This is the message he gave them. Huu ndio ujumbe aliwapa. Everything written about me in the law of Moses, Everything that you see that were written in the Bible from the book of Genesis to Kila kitu Deuteronomy, that ambacho is the unaona law, kilikuwa the kimeandikwa writings kutoka of the mwanzo. prophet, they were talking about who? Walikuwa wanaongea kuhusu nani? So all
all the things, she'll be faster next time, Cindy. Vitu So vyote- all the things that were written out of the law and the prophets vitu vyote ambavyo And vinaandikwa the kwa Psalms sheria na had unabii and all in the Psalms, and now he has taken us to the Psalms of David, na kwa saburi ya have Daudi come through. have come to pass. basi How have they come to pass? sasa It imetimizwa is aje? because out of that suffering, ni kutokana naye na he has masumbuko come out of the grave. amefufuka. When Jesus comes out of the Wakati grave, Yesu alitoka you kaburini don't remain where you are. hautabaki mahali Your ulipo, life must change. lazima maisha yako So yabadilike. as you'll be going out, and as we are in these 3 weeks of scripture marathon, your life will never remain the same again. Something must happen. And that kitu something will kifanyike. come out of the power Na iko that the kitu Christ is going to put in you. Yenye Yesu Hallelujah. ataenda kukupa. So all you need is to believe. Yenye tu unahitaji ni kuamini. All you need is to believe. Yenye tu unahitaji ni kuamini. John 3:16. Yohana 3:16. John 3:16. Yohana All 3:16. you need is to believe. Yenye tu unahitaji ni kuamini. And when you believe, Na ukiamini you have it. uko nayo. If you say, I'm going to drive tomorrow, Kisema naenda kufa you will kesho, drive because you believe. utakufa maana But umeamini. if you don't believe, Na kama umeamini it doesn't come. haitakuja. 3:16 of the book of John. Yohana 3:16. The Bible says in the book of John, chapter number 3 and verse number 16, that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So, any belief you have in the Son of Man, Kila kuamini uliko nako kwa mwana wa that Adamu. is all you need. Hiyo ndio tu unahitaji. The book of John, chapter number 3 and verse number 16. Yohana 3:16. For God loved the world For God loved the so world. much that he gave his only son. What did he give to us out of his love? Alipeana Only nini? son. Is the Son Ni Yes. mwana. that we are going to see on Monday. Ambao tunaweza kumwangazia hiyo. So when it comes on Monday, that is symbolic on what happened. Hiyo ndio ilifanyika. So I believe that now on Monday, as from Monday, Naamini ya kwamba hiyo siku your ya dreams are going to be met. ndoto zako You zitafikia. never understood what I just said. Haujaelewa chenye That nimenena. because we are in this dark, Maana tuko katika hii. we are in the transitional moment. Tuko katika ile kipindi But cha the Yesu time it gets on Monday next week, ikifika ilo may you find that whom the prophets and the law they spoke of in your life in the name of Jesus. upate huyu ambaye walimwangazia katika sheria. Because you cannot encounter him and your life remains the Maana same. uweze kukumbana naye na maisha yako yakabaki chinzi ya The yeye. moment you encounter with the Christ, your life must change. Unapokumbana naye maisha yako yanabadilika. And it changes and changes for good. Inabadilika tena inabadilika kwa That is wema. the goodness you are looking for. Huo ndio wema unao. That is the goodness you will Huo receive. ndio wema This utapokea. time round, you are going to give a testimony that you've never given Wakati in your huu, life in the name of utaenda Jesus. kushuhudia jinsi haujawahi kushuhudia This katika time maisha round, yako. you are going to receive a miracle which you've never received before in the name of Wakati Jesus. huu Amen. unaenda kupokea muujiza ambao hautawahi The kupokea. book of Romans, chapter number 5 and verse number 8. Warumi 5:8. Let's continue looking about this gospel because it's the only power that we Wote have. tuendelee kuangazia injili maana ndio nguvu pekee yake And tulio if we nayo. don't speak of it, then we are not preaching. Na kama tuongei kuihusu basi hatuhubiri. That is why 15:14 of 1 Corinthians. Ndio maana 15 If ndio Jesus wakati wa never came out of the grave, kama Yesu hangefufuka then is our preaching wasting your time as you are seated here. basi kuhubiri kwetu ni kupoteza wakati And sisi because we tumeketi don't hapa. want to waste your time, Na sasa kwa sababu hataki tupoteze wakati. let's dig to the real thing. Wacha tulime kwa ndani kwa Romans kitu 5:8. ndani. Warumi 5:8. But God has shown us how much he loves us. God has shown us how much he loves who? Mungu ametuonyesha jinsi Are you anatupenda. among us? Wewe ni miongoni You mwetu. know, as you are like this, you are not a dead man. You are Kama not a dead person. Wewe si mfu jinsi ulivyo hivi. The kind of people who are dead is from the time of Adam to Moses. Watu ambao walikuwa wamekufa ni kutoka Adamu mpaka Musa. And why is it that the Bible is saying so? Na kwa nini Biblia inasema hivyo? Hold on. 5:12 of the same Romans. 5:12 hiyo Warumi. Let's see on what we are preaching and talking about, right? Sin came into the world Sin through came one into man. the world by who? One man. Dhambi ikaja And ulimwenguni kwa mtu sin mmoja. brought death with it. So sin came with death. Dhambi in ikaja it. na mauti. Uh-huh.
As a result, death has spread to the whole human race because everyone has sinned. So, when that time sin was in existence, wakati dhambi ilikuwa inatawala, because at this time you've been washed by the blood, maana wakati ulikuwa unaoshwa na damu, at this time we are not in those transgressions of the past. wakati huu hatuko kwa hiyo nyakati The za sin awali. operated from Adam to Yenye Moses, ilikuwa inafanya kazi kutoka kipindi cha Adamu mpaka and the Musa. Bible says death reigns from Adam to Moses. Hiyo inatawala kuanzia Adamu mpaka Musa. That is why Paul says Ndio maana Paulo anasema all that they did ile yote ambao walifanya were not real things. haikuwa kitu ya They risi, were examples. ilikuwa tu They mfano, were not real things to us. haikuwa kitu harisi. Now let's go back to 5:8 Wacha sasa tuende 5:8 of the book of Romans hiyo Warumi, about the love of God. upendo wa Mungu. But God has shown us how much He loves God us. has shown us how much He loves us. Mungu How ametu- much does He love you? Mungu By ametuonyesha giving kiasi gani His anatupenda. only Son to do what? Kwa kumtoa mwanao wa pekee To do what? kufanya nini? Are we here? Tuko hapa, How do we measure the love of the Father? tutapima aje upendo wa Mungu? By offering His only what? Kwa Son. kumtoa mwanawe wa pekee. That is why sometimes I say, Ndio saa zingine nasema read your Bible to understand soma Biblia yako uelewe what you need to request from the Bible. ni nini unafaa kuomba kutoka kwa Biblia. The Son, who is one sacrifice, Mwana ambaye ni has dhabihu stood moja on behalf of you. imesimama ni kwa ajili And yako. that is how the Father shows His love. Na ndio hivyo jinsi hiyo Mungu alionyesha upendo wake. And what happened to Adam Na chenye nimfanyikia Adamu did not happen to us. haikutufanyikia. It was just for our learning. Ilikuwa tu kwa That kutufunza is why kwetu. there are two men in the Bible, one called Jacob and another one called Esau. Ndio maana kuna watu wawili kwa Biblia, mmoja alikuwa anaitwa Yakobo na Who mwingine among the two was cursed? ni nani aliraniwa? Ni Esau. And who was blessed? Na nani alibarikiwa? Jacob. Yakobo. But out of revelation, who was really blessed? Kwa kutoka na ufunuo, nani ukweli alikuwa amebarikiwa? Esau. Esau. So that means Hiyo inamaanisha if you get cursed, it doesn't take away your properties. kama umeraniwa haichukui mali yako. A curse is not prosperity. Hiyo urahana si ufanisi. Esau was more blessed than Jacob. Esau alikuwa amebarikiwa kuliko Yakobo. The book of Genesis 33 verse number 1. Mwanzo 33:1. Asi leo mko hapa, let's look at it and finish it and go away, right? Wacha tuiangalie ndio tuende. The book of Genesis Mwanzo chapter number 33 and verse 1. 33:1. Jacob saw Esau coming. Jacob with his- saw who? Ja- Esau coming, and this is when Jacob had decided to go and meet who? Hii ni wakati Yakobo aliamua Esau. kwenda na kukutana na Esau. And how did Esau appear to Jacob? Na Esau alikuja aje kwa Yakobo? But Esau ran to meet him, threw his arms around him, and kissed him. They were both crying. Read that 3:1. Jacob saw Esau coming with his 400 men. So So- he divided the children among Leah, Rachel, and the two Let me concubines. ask you a simple question. Acha niwaulize swali rahisi. Is there any poor man who has 400 workers? Kuna mtu ambaye ni maskini ako na wafanyikazi Say 400 revelation. kwa ufunuo. Say revelation. Ufunuo. How many workers you have in your house? Wewe uko na wafanyikazi wangapi kwa nyumba yako? How many workers you have in your house now? Uko na wangapi sasa? This is a guy who's coming with 400 soldiers. Those Huyu are soldiers. anakuja na wafanyikazi And the 400. Bible says those who are men, not including women and children, were Na not alikuwa counted in that wanaume, mathematics. So, hajaongezewa wanawake na but watoto. how did Jacob come? With Lakini the Jacob children alikuja of Leah and Rachel, meaning Watoto they wa were Leah the na Rachel. 12 children. Which inamaanisha alikuwa na watoto They are not 12. even a quarter the number of the soldiers. Hawajafikia hata ile robo. That is why ya when the wale blessing wafanyikazi. of God comes to your life, Wakati baraka za Mungu it zinakukujia, doesn't matter where you're coming from. haimaanishi unatoka wapi. What matters is the situation at hand. Yenye inamaanisha ni hiyo hali yenye iko. The situation you have at hand today, Hiyo hali yenye uko nayo leo. God is handling it without remembering the past of your Mungu life. anaishughulikia Amen. bila kukumbuka yaliyopita. That is why when He blesses you, Ndio maana akikubariki, your iniquities
sins, he remembers them no more. akumbuki tena dhambi zako. May he not remember your past and Sasa, bless you from this wacha time henceforth in the asikumbuke name of dhambi zako Jesus. na kubariki Amen. kutoka saa hii kwa jina la Yesu. So that your life cannot remain the same Ili again. maisha yako yasibaki jinsi yalivyo. And you'll be not alone. Na utamshukuru Mungu. You'll Utainuliwa. all alone. Kuendelea. Doing all the works that you want to do in this world. Kufanya kila kazi ambayo unataka kufanya katika ulimwengu. In line of respect and honoring him, mstari wa he heshima, who have stood on your place to offer himself as a sacrifice for you yeye to get amesimama saved. katika sehemu yako kujitoa kama dhabihu ili Because ukaweze if kupata. it was not better for him to be offered as a Maana sacrifice, haikuwa vyema yeye kupeanwa kama dhabihu, were you at the position of offering yourself as a sacrifice of your sin? basi ni kwa nini wewe utoe dhabihu kwa ajili ya He dhambi zako? washed us Alituosha once and for all. kwa mara moja na ikaisha But kabisa. remember, this is not an animal blood. Kumbuka hii si damu ya mnyama, It's a human blood. ni ya mtu. And that is why Ndio maana Satan cannot do what God can do, shetani hawezi fanya chenye Mungu anaweza fanya. because Satan cannot die and come again from the grave. Shetani hawezi kufa tena afufuke. Somebody asked me a question. Mtu akamuuliza mchungaji swali. Was Satan aware when who died? Shetani alikuwa anajua wakati Yesu alikufa. So what was my response to the group? Yenye For those who are sasa following, alijibu nini? was Satan aware when Jesus died? You know, we're speaking Shetani all this alikuwa anajua because we're in wakati the Yesu week of alikufa. that mood, right? Wakati Yesu alikufa hii Friday, was Satan aware? Let's go on to eat quickly, right? Tusome The book of 1 Corinthians Wakorintho wa kwanza 2:8. 2:8. The Bible says, Corinthians 1, 2:8. Wakorintho wa kwanza 2:8. Somebody who is having it there. Was Satan aware when Jesus died? None of the rulers None of the rulers of this world of this world. Is Satan a ruler of this world? Yes. Is Satan among the rulers of this world? Yes. Uh-huh. knew this wisdom. Uh-huh. If they had known it, What, first of all, what was the wisdom? Hekima ilikuwa ni nini? The knowledge about the sacrifice. yes, Hekima ya The kuhusu dhabihu. mystery concerning the 3 days. Yenye ilikuwa imeficha hii siku 3. And what happened? Nini ilifanyika? if they had known it, If Satan could have known, if Shetani the word angejua. if conditionally, Kama if shetani angejua, he had known, they could not have crucified the Lord of glory. they could have protested like NASA hasa or hangesurudia. opposition. Wow. So he was not aware. Hakuwa anajua. That is why when Jesus enters hell, Ndio wakati Yesu alipoingia kuzimu, Satan was still in the world. shetani pia alikuwa katika ulimwengu. And that is where we find a difference, that Satan is not omnipresent. Ndio maana tunajua kwamba shetani si mtu anapatikana It's kila only mahali. God who is Ni omnipresent. Mungu tu anapatikana kila mahali. God is everywhere, Mungu ako kila mahali. but Satan uses people. Lakini shetani anatumia watu. He uses people as agents. Anatumia watu kama maagent So at wake. that time he was not interested in hell. Wakati huo sasa hakuwa na He was busy alikuwa na in this ameshikana world. katika ulimwengu. Remember in Luke 4, Kumbuka katika he Luka had 4, challenged Jesus about scriptures. alikuwa anamjaribu Yesu And that kulingana na is maandiko. why you need to be very keen when you are reading your scriptures. Ndiposa nafaa kuwa makini ukisoma Biblia. Don't just think that scriptures will help you overcome sin. No. Usifikiria kwamba maandiko yatakusaidia ushinde dhambi. Scriptures can help you enter more sin. Inakusaidia ili ukaweza kuingia kiundani. And the way you think Na jinsi that you know the unafikiria Bible, kwamba unajua Biblia, Satan has a bigger copy pia shetani naye than yours, than the anajua one you sana have. kuliko yenye uko nayo. Satan challenged Jesus from Genesis and Deuteronomy. Alimjaribu Yesu kutoka Mwanzo na Kumbukumbu. Genesis and Deuteronomy. Mwanzo na Kumbukumbu la Torati.
I want to give you all this. Nataka kukupa hii The yote. kingdoms, if you only do what? Ufalme huu wote kama What was Satan asking Jesus to do? Shetani alikuwa anamuuliza Yesu akafanya nini? Just to worship him. Amwabudu. And what were the kingdoms? Na ni nini kuhusu mafalme? The hearts of people that he had already. Hizi roho za watu ambazo tayari amechukua. Because at the end of it, Maana hapo mbele we see mwisho, a kingdom becoming one from Jesus Christ. tunaona ufalme ukiwa mmoja kutoka kwa Kristo Yesu. So meaning when Satan was talking about kingdoms, he Inamaanisha wakati Shetani alikuwa anaongelea meant mafalme, the people who are in the dark still. alikuwa na watu ambao walikuwa wanafanya kazi katika hayo That is maeneo. why when he quotes from Genesis, Ndio maana alipoongelea kutoka mwanzo and now when he quotes from Deuteronomy, na kumbukumbu, Jesus takes him back to Genesis Yesu akamrudisha mwanzo and tells him no. na akamwambia hapana, Before the second law came, kabla hii sheria ya pili ije, there is the first plan. kuna huu mpango wa kwanza. Test not who, Usijaribu, test not who. usimjaribu Bwana Mungu wako. Mnasomanga Biblia kweli? Ama wakati mnaanza kusoma Biblia shetani anakuwekea air conditioner? How many of you have that challenge? When you are on TikTok, Satan takes the air conditioner away. You can be on TikTok from 8 p.m. to 4 a.m. in the morning. But you cannot read the scripture for 30 minutes. It is the time you open your Bible wakati ukifungua Biblia yako that you start noticing that you have a new duvet. ndio sasa unaanza kuona kwamba ulinunua tufe. It's when you start reading your Bible wakati unaanza kusoma Biblia that you start realizing that you have a Masai which you are supposed to put on when you are seated at your sitting room. Unakumbuka kwamba ulinunua Masai unafaa sasa. Satan finds all ways possible to help you, to help you ya kukusaidia not to read the Bible. ili usiweze kusoma Biblia. Have you ever asked yourself why is that happening so? Umewahi jiuliza ni kwa nini inafanyika hivyo? It is only the Bible. Ni Biblia tu. Because if today you took a novel, you read till the end. Ukichukua novel sasa utasoma mpaka mwisho. Just go and see. Even when you are traveling, you can buy a magazine and you read from page 1 to the last page. Utanunua magazine na usome tu mpaka ishe. But your Bible, you've even downloaded it in your phone. Lakini Biblia yako hata uko nayo katika simu. But even Genesis chapter 1 and 2 you've never. Hata Mwanzo 1 na 2 hujawahi maliza. Why is Satan up to this? Kwa nini shetani hako kwa hili? Is because he knows kwa sababu anajua if you know the truth, kama ukijua ukweli, you will leave him. Utamuacha. That is why 2 Timothy 3:15, ndio maana Timotheo wa pili, as from a child you've known the holy scriptures, tangu utoto umejua maandiko, which are able to make thee wise unto salvation through faith in Christ Jesus. Kufanya uwe na hekima katika wokovu katika For you to find that faith that works through Jesus Christ, wewe kupata hiyo imani ilikuwa inafanya kazi kwa Kristo, is out of enlightenment of the scripture. Kutokana na kufunguliwa macho kwa so he knows anajua to keep you a distance from Jesus. Kukuweka uwe mbali na Kristo. For you not to encounter with Jesus, usikumbane na Kristo, he must take you away from knowing him. Lazima akutoe kwa kumjua. Because to encounter Christ is the Bible you read that you encounter Jesus. Kukumbana na Kristo ni hiyo Biblia unasoma ndio utakutana. That is why the Bible is not the word of God. Na ndio maana hiyo Biblia si neno la Mungu. The Bible contains the word of God. Inabeba neno la Mungu. We look for Jesus in the word of God. Tunamtafuta Kristo katika neno la Mungu. 5:39 of John. 5:39 John. You read the scriptures, mnasoma maandiko, and in them you think that you can find eternal life. Na kwa hayo mnafikia but mtapata uzima wa milele. they which testifies of Jesus Christ. Yanamshuhudia Kristo Yesu. So the testimony of Jesus is what we pick from the scriptures. Ushuhuda wa Kristo Yesu ndio tunachukua kutoka kwa maandiko. If you don't encounter Jesus, kama ukumbane na Kristo, you will not receive the power. hauwezi pokea nguvu. That is why you can be in the hospital bed, and I said this one on Sunday. Ndio maana unaweza kuwa katika kitanda cha hospitali na you like quoting Isaiah 53 verse number 3. 5. 5. Ndio maana unasema hiyo Isaiah 53:5. By his stripes, kwa mapigo yake, I'm healed. mimi nimepona. I said you can quote that verse and die in the hospital bed. Nikasema unaweza nakiri hiyo na bado ukufe hapo kitandani. If you lack knowledge, kama hauna hekima. What you need to do as a believer is not to quote scripture. Yenye unafaa kufanya kama muumini si kunena is to understand
the power in that scripture. ni kuelewa ile nguvu iliyoko katika hayo maandiko. That is why Jesus was exalted. Ndio maana Yesu Kristo Philippians 2:9, he was exalted and given a aliinuliwa, name. akapewa jina. That name is the office of power. Hiyo ndio nguvu ya nguvu. Because if he was given a name, Kama alipewa jina, before he died, what was his name? kabla kufa jina lake Was lilikuwa called ni, Jesus. alikuwa ni Yesu. And after he died, after he rose from Na- the grave, na what was his wakati name? alifufuka pia jina lake lilikuwa Jesus. Yesu. And now he has been exalted and given a Na name. sasa ameinuliwa na amepewa So jina. question, Sasa what was swali. the name that he was given? Ni jina lipi alipewa? He was given power. Alipewa nguvu. So when you understand the power in the scripture, Ukielewa nguvu katika maandiko, then even when you mention, at the mention, you are hata released. tu ukitaja tu From today, receive the power of the Kuanzia scripture leo to hii release you in the pokea name of Jesus. nguvu So ya that Yesu when you Kristo. say anything, it is done to you. Ukisema tu kitu You kinakufanyikia. don't just pray and say that Si now it kuomba tu is. na useme sasa. And some of you like praying with Psalms 129. Na wengine wenu mnapenda kuomba na Zaburi What 1:29. does it say? Nasema nini? Psalms 129. Zaburi 1:29. Which one do you pray with at Nini? home? Ni gani ile mnaombea nyumbani? Or you read and you forget? Immediately Satan comes and Ama puts. mnasoma na mnasahau. You know there is something that happens. Unajua kuna kitu There are kilifanyika. some of you who reads the Bible Wengine wenu ambao mnasoma and Biblia. Satan leaves you to read the Bible Na shetani at anawaelekeza a kusoma. long time. Kwa wakati But immediately you finish reading your Bible, ukisoma tu hivi ukimaliza, Satan comes with 3 fingers anakuja tu na vidole and tatu presses Control Alt Delete. na anaanza It is called Control Alt Delete. In your computer or laptop, if you press Control Alt Delete, it is permanent. It does not even go to the recycle bin. aiendi hata hapo kwa recycle bin. So afadhali ya delete, because you will go to the recycle bin and retrieve it. Anafuta. But what he does is he controls Alt Delete and says enter. Anashughulikia na anafuta na anakuambia So sasa tomorrow you hivi. wake up and you are the way you are. Ukiamka asubuhi uko chini. That is why we don't read the Bible to finish the Bible. Ndio maana tusome Biblia We tuimalize. read the Bible to understand. Tunaisoma tuelewe. I give you a challenge of reading the Bible. How many of you have gone to chapter 2 of Genesis? Wangapi wamefika mwanzo? How many Aya ya chapters pili. have you completed in the Bible? In Umemaliza your Bible? ngapi katika Biblia? How many books have you read so far? Umesoma vitabu vingapi? 2. 2. Since you were born. And Tangu kuzaliwa. that is what Satan uses. Na hiyo ndio shetani anatumia. That is what Satan uses Hiyo ndio shetani anatumia as a weapon to fight you. kama silaha ili kupigana So na. that if I'm a pastor and I come here today Kama mimi ni mchungaji na ninakuja hapa and leo, I tell you that now if you come with 20,000, na God is ninakwambia going to bless you. ukija Hallelujah. 20 Mungu You will atakubariki. give Hallelujah. because it's fear and you don't understand the scripture. Utatoa kwa sababu ni uoga na uelewi. What has the pastors done? Ni nini They have wachungaji used wanafanya? the word of God to benefit themselves. Wamechagua neno la Mungu ili wachini. And any church you enter that has a word of God, they are poor. Wenye wako wameingia katika neno la Mungu ni maskini. Why? Because the word of God does not make you rich. Maana neno la Mungu alikufanya uwe tajiri. Don't you know that? Ujui hilo? You must go through tribulations. Lazima upitie mateso. And the Bible says, but in Lakini- those tribulations, he will not leave you. Kwa hayo mateso hata kuacha. So it is out of the tests that Ni- you Ni undergo kutokana kwa hayo majaribu ambayo that makes unapitia. you strong to stand. Inakupea nguvu ya So kusimama. that people cannot lie to you. Ili watu wasikudanganye. Amen. Amen. So that people cannot come and say it is only 100,000 that Watu gives you wasije a wakuta- blessing. Where is it in the Ni Bible? 1,100 tu inakupa. So because ufanisi. you've not read your Bible, you cannot be able to ask a pastor, and because a pastor has a microphone, you cannot ask a question. Kwa sababu utasoma Biblia. But now who is a fool? A fool is the one who goes Mjinga back ni nani? again the following day to take another 100,000. Ni mwenye anakuja tena asubuhi tena atoe hiyo The 1,100. giving that we have in the New Testament is the generous giving to support the work of God. Katika agano But jipya it linalozaliwa has no limit of it. ni kueneza injili ya It Mungu. has no limit of it. Haina kiwango. That now, if this you want this one to happen, Kama unataka hii ifanyike,
5,000. 5,000. And tomorrow you're going to receive Na kesho unaenda grace. kupokea. Grace coming your way, Neema, coming your neema way. inakukujia, Hallelujah. neema inakukujia, You see, hallelujah. even now your blood has started feeling like the Pokea. grace is coming. Sasa damu inaanza kuisha. Even as I've explained right Hata now, jinsi ninavyoelezea sasa you hivi, feel like the grace is dropping your way. unaishi ya kwamba hiyo neema inakushukia. Have understanding and enlightenment. Kuwa na kuelewa na kufunguliwa. And remember, what Jesus never did, you are not allowed to do it. Yenye Yesu hakufanya basi na wewe hufai kuifanya. If you are asked something by a pastor, ask yourself, did Jesus do this? Kama umeambiwa kitu na mchungaji, Because jiulize, Kristo Jesus alifanya hili? is the only copy, Maana Yesu Kristo is the ndiye prototype, ndiye is the mfano. only person we are supposed to do what he did. Ni mtu tu tunafaa kufanya What kenye he alifanya. never did, Yenye hakufanya we don't do it. hatuifanyi. So sometimes when we use proverbs and say that now, Sasa ingine tunapotumia come with methali, your first fruits, is it 3:9 of Proverbs? Come with your first honor, with your first uje na fruits, malimbuko yako ya kwanza, with all your first fruits, so that you can yote. be blessed and Kwanza all ili you can receive. ubarikiwe And na upokee. what is the context of that verse? Before you start, that how can you fail to pay rent that you are bringing first fruit? Unawezaje kosa kulipa rent ya nyumba na unaleta hapa Who is malimbuko needing ya more? kwanza? Is it God who needs you, Ni who Mungu needs it from you, or you are the anahitaji one who needs from ama ni God? wewe unahitaji kutoka kwa Mungu? You and God who is in need. Wewe na Mungu, nani anahitaji? Me. If God, let me ask you a simple question, logic. Nikuulize swali. If God has not blessed you, can He ask you for money? Kama Mungu hajakubariki anaweza kuuliza pesa? God can only ask you something he has given you, Hawezi kukuuliza kitu ambacho atakupea. and when you give, it is out of honor. Unapopeana ni kuheshimu. It took money to shut the mouths of the people who made Jesus to suffer. Alichukua pesa ndiye anyamazisha wale watu ambao Judas was walifanya given Kristo money akatu. to betray Jesus. Walipewa pesa ndio So the reason as to why sometimes we need money in church is to open and spread the gospel. sababu kuu tunataka pesa kwa nini? Kueneza injili. But it has no Lakini limit of it. haina kiwango. You see, when you read the book of Acts from chapter number 2, Unaposoma Matendo ya Mitume kuanzia 2, how the disciples were preaching, jinsi wanafunzi walikuwa wanahubiri, and that is where some of us, Pastor Mercy, we confuse these people here. hapo ndio saa zingine tunawachanganya. Unataka kuwa chumvi kama Safira? Have you ever heard such in churches? Mumewahi sikia hayo kwa makanisani? Did you say bring, or you want to? Have you heard such a preaching somewhere? Mumewahi sikia mahubiri kama hayo mahali? You are supposed to ask yourself, what were they doing? Unafaa kujiuliza walikuwa wanafanya What the nini? disciples were doing, they were selling their properties. Kitu wanafunzi walikuwa wanafanya ni And kuuza mali out of yao. selling the properties, they shared amongst themselves, Na walikuwa tu wanashiriki hao so that wote, none of them lacked. ili hakuna mwingine alikuwa akose. And what happened to Ananias is that Peter spoke a ministry of death towards him, Yenye limfanyikia Anania ni ile Petero alinena because huduma. Ananias had grieved the Holy Spirit. Maana alimkosea alimdanganya Roho It Mtakatifu. is not the money that if you don't bring, you are going to die. How are Si you going eti to ni die pesa kama now? uleti utakufa. How many people in the Bible who took money and nothing happened to them? Ni wangapi kwa Biblia walichukua pesa na hakuna kitu iliwafanyikia? Was Abraham a righteous man Abrahamu alikuwa mtu mwenye haki from the beginning? kuanzia mwanzo. Do you know what Abraham did for him to acquire his first wealth? Unajua alifanya nini yapokee mali? He took his wife and said, "This is my sister." Alichukua bibi yake akasema huyu ni dadangu. When Abimelech released Abraham, what did Abimelech give him? Mali Gold, silver, camel, cows, livestock, and he Alipea became ng'ombe, rich. Oh, pesa. what did he do? Lakini alifanya nini? Alidanganya. What did he do? Alifanya nini? Alidanganya. But that which happened at that time was not counted, because Hiyo yenye ilifanyika wakati wa where there is no law, mahali hakuna sheria, sin is not imputed. dhambi haipo hapo. Wakati hakuna sheria, hakuna mashtaka. That is why unaona mtu alioa wanawake 13, and ukikuja Hebrews chapter number 11 verse number 3, you find that all elders, they Unapata obtained good report. Na unashangaa Walikuwa na huyu ripoti mtu alikuwa njema. malaya. How did it happen? It is because by that time Ni kwa sababu wakati ule hawakuwa wana impute, because there were no law.
The law came in Exodus. Sheria ilikuja hapa Kutoka. Hello? There are people who lived in Genesis. Kuna watu waliishi. That is now how you do exegesis of your Bible. Hapo sasa ndio Genesis, there was no law. Mwanzo hakukuwa na sheria. The law has been introduced by Moses in the book of Exodus. Sheria imeletwa na Musa katika kitabu cha Kutoka. And it was a plan to bring the children of Israel back to God. Ilikuwa mpango wa kuleta Waisraeli kwa Mungu. So that everything that happened there, Ili chochote ambacho kilikuwa kimefanyika kule. sin was not imputed because there was no law. Dhambi haikuhesabika maana hakukuwa na sheria. Let me give you a simple example. Cha wape mfano kidogo. If today you go to town Leo hii ukienda ukule and you have your car na uko na gari lako and you are speeding at 120 na unaenda kwa mwendo wa kilometers kasi per hour, sana. kuna askari wa traffic atakushika hapo? If you drive at 120 kutoka hapa mpaka huko town, kuna askari wa speed atakushika kwa sababu umedrive na 120 speed? Are you people here? Ama leo naongea story instead nifundishe? Naongea story sana. Hauko sawa. Kuna mtu atakushika kwa sababu umekimbia 120. Kuna sheria atanishika. Okay. Kuna sheria gani? Labda ukikutana nao. Sasa kesho yake urudi the same road, upate wameweka traffic lights, utakamatwa ama utakamatwa? Utakamatwa. What made you not to be arrested the previous time? Nini kufanya kushikwa hiyo jana? The same thing in Genesis, akukua. That is why death ruined from Adam to Moses. Ndio maana ilikuwa Why does it stop at Moses? Moses has introduced the law. Maana Musa ameleta sheria. And the law contained 612 plus 10. That is 623. Ukiongeza 10 inakuwa 623. And no man kept the law. Na hakuna mwenye aliweka hiyo sheria. But Moses was operating from a different dimension. Hata Musa mwenyewe alikuwa anafanya kazi kutoka Because even if Moses was under the law, was operating from the New Testament. Maana watu ambao hawakuwa kwa sheria walikuwa wanafanya kazi kwa agano jipya. Wageni pole kwa sababu mtachanganyikiwa kidogo na tutapatana hapo katikati. Amen. Moses was in the Old Testament, but he was operating in the New Testament. Musa alikuwa kwa agano jipya alipokuwa anafanya kazi kwa agano la kale. The same thing that happened to Abraham, Pia hiyo kitu ilimfanyikia he Abraham. was in the Old Testament, but he operated in the New Testament. Alikuwa kwa agano la kale lakini alikuwa anafanya kazi kwa agano jipya. That is why when Jesus comes, Ndio maana wakati Yesu he says, alikuja, and Abraham saw my days. na Abrahamu aliona siku. So where did Abraham saw the days of God? Aliona siku za Mungu wapi? At Mount Moriah. Katika hiyo mlima wa When God Moriah. told him, just walk perfectly before me, Na akasema kwamba and I'll nitendea show you vizuri what will end out of this. na nitakuonyesha nini itatokea kwa haya. So in Genesis 22, the sacrifice that Abraham is giving is God who wanted to show him the end. Mwanzo 22 ile dhabihu Musa alikuwa anapeana ni Mungu alikuwa anataka kuonyesha mwisho. That is when Ishmael comes, the Lord says, no, 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 no. Ndio wakati Ismaili alikuja Mungu akasema hapana hapana. I want you to show us an example. I'm going to give you Isaac. Nataka kuonyesha tu kama mfano naenda And Isaac will only be begotten son na to yeye you, tu atakuwa wa kipekee to show you what is to come. kukuonyesha nini itakuja. Remember, Abraham was a prophet. Kumbuka Ibrahimu alikuwa nabii. So all the things that happened in the past, Haya yote yalifanyika hapa mwanzo. we don't operate under them. Sisi hatufanye kazi kwa hayo. That is why ukipata a servant ameanza kujenga swimming pool ya kupatiza watu, mwambie sasa hata wewe akili yako imeanza kuruka. Hallelujah. Do we baptize in the New Testament? Tunapatiza kwa agano jipya. Ni ngumu, mtatuelewa. Mami, do we baptize in the New Testament? Kwa agano jipya Si tunapatiza. kubatiza ni nzuri. Nani hajabatizwa tumpatize kesho? Nani hajabatizwa? The baptism you need is the baptism of the Holy Ghost. Ile ubatizo unahitaji ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. When Jesus came, Yesu said, alipokuja akasema we have only one baptism. tuko tu na ubatizo moja. One what? Ubatizo moja. And one what? So what happened when John was baptizing in water?
Nini ilifanyika wakati Yohana alikuwa anabatiza kwa maji? For the recognition of Jesus. Ile utambulizo wa Kristo. Because immediately after Jesus was baptized, do Maana we Yesu see any other alipobatizwa person tu being hivi, baptized? uliona tena mtu mwingine akibatizwa? Is there another person Kuna tena mtu mwingine? No. after Jesus After had been Jesus. baptized? No. No. Otherwise, is the time that we see now John is being arrested. Ndio wakati tunaona Yes. Yohana alipelekwa gerezani. But remember, Lakini kumbuka, even John puts a disclaimer in his preachings. hata yeye alikuwa anasuku mahubiri yake. He puts a disclaimer. Aliweka shauku kwa mahubiri yake. Akasema kwamba I am baptizing you in water. Na wapatiza kwa maji. But the one who comes will baptize you Lakini with the mwenye Holy Ghost. anakuja atawapatiza kwa Roho Mtakatifu. When Jesus came, repeated the same thing in the book of John. Wakati Yesu alikuja pia akarudia hicho John baptized you with water. Yohana aliwapatiza na maji. But I Lakini baptize mimi with the Holy Ghost. ninapatiza kwa Roho So if Mtakatifu. we have one baptism, do we have water and Holy Ghost? Kama tuko na ubatizo moja, tuko na maji na ya Roho Mtakatifu. Once the Holy Ghost is in you, that is the final. Roho Mtakatifu akikuingia ni hivyo. So today you are baptized in the name of Leo hii Jesus. sasa Amen. umebatizwa kwa jina la Yesu. The Holy Spirit is all that you need. The Bible says during the day of redemption is the Holy Ghost that put a seal to help you come out. Wakati wa Oh my ukombozi goodness. ni Roho Mtakatifu alituweka muhuri. The power is only out of the Holy Ghost. Tumepatizwa kwa Roho Mtakatifu. Without the Holy Ghost, Bila Roho you Mtakatifu cannot even know who Jesus is. hauwezi kumjua Yesu ni nani. You cannot know the works Huwezi jua meneno and the works na kazi of the Lord. ya Kristo. Because out of Jesus Christ, Maana kwa kazi ya you Kristo are introduced through the Holy Ghost. He umetambulishwa kwa Roho says that a Mtakatifu. time is coming when you worshippers will worship in Anasema truth kwamba and spirit. Wakati unajuguja ya kwamba nyinyi mtabudu kwa ukweli na That Roho. means it's not a physical thing. Si kitu ya kiasi. He was taking their mind from the physical tabernacles. Alikuwa anachukua akili yao kwa hizi vitu ambazo zinaonekana. Let that spirit develop in you today Wacha in the hiyo mighty name roho of sasa ikue ndani Jesus. yako kwa Amen. jina la Yesu. So that which you need through the spirit you Ile can be unahitaji able to see it. Kupitia kwa Roho Mtakatifu unaweza kuwa uiona. Hallelujah. Amen. So out of that love, Kutokana kwa huo 5:8 of upendo. the book of Romans, out of that love, Kutokana na huo upendo, you are here today. So Wewe as uko you hapa are in leo. this week, you are preparing yourself. kwa hii wiki unaendelea kujiandaa. Remember, even up to the day of Sunday, sisi wanaume, we don't know what is happening. Usijifanye kiherehere, kuweka poster, happy Good Friday. You don't know what is happening. Haujui ni It nini is the inafanya. women who knew. Ni wanawake wanajua. Before saa 9 Sunday, sisi hatujajua. So wanaume mwache kiherehere, Good Friday, Good Friday. Unajulia wapi? It is the women who knew first. Ni wanawake walijua kwanza The tomb is what? kwamba Open. kaburi uko wazi. The tomb is what? Liko wazi. Open. So nyinyi wanaume mnatoanga wapi ile kiherehere? 5:8 of the book of Romans. But God has shown us how much He loves God us. has shown us how much He does what? He loves He loves us. Kupenda. Uh-huh. It was while we were still sinners that Christ died for us. Now you are not a sinner. Sasa wewe si mdhambi. As you end this week, let you be cleaned all through in the mighty name of Unapomaliza Jesus. hii wiki wacha uoshwe kwa So damu that ya when He Yesu. comes up on Monday, Ili you anapofufuka, also come up with Him. Pia ufufuke pamoja naye. Because you need to hide yourself Unafaa kuendesha to maisha build stamina. ili ukaweze kujenga mizuri. So that when you show up, Ili people unapoonekana will start saying, oh, I don't think him. Can you What read for was- me the book? Hold on. 2:52 of the book of Luke. 2:52. See what happened, the secret that Jesus had Tuone siri Yesu aliyokuwa nayo. about this hiding that people go hiding. Hii ya watu 2:52 of the book of Luke. Jesus grew both in body and in wisdom. Now listen. Sasa sikiza. When you don't share what you want to do, this is what happens to you. Wakati ya ushiriki cha unafaa utaka kufanya, hii ndio itakufanyikia. Wengine wetu hata tukinunua polygam, my friend must know I bought polygam. So if you share everything, this is not for you. Kama unashiriki kila kitu, hii basi si yako. But what happens when you keep quiet? Lakini nini inafanyika Jesus ukinyamaza? did what? Jesus grew both in body and in wisdom, gaining favor with God and men. This is the time, the last time we see Jesus before this statement is in church.
Wakati at wa the mwisho temple. tunamuona Yesu mara ya mwisho ni The kanisani. activities that happened between 12 years and 30 years, no one knows. Yenye ilifanyika akiwa na miaka 12 mpaka 30 hakuna mwenye anajua. That tells you Hiyo inakwambia that this birth of Jesus was not really the thing that we think of. hii kuzaliwa kwa Kristo si kitu yenye tunafikiria. Even Mary has no history Hata of what Mariamu happened ajui ni nini from the ilifanyika. age of 12. Kutokana kwa miaka 12, But something happened which I want you to know, and I leave it there. lakini kuna kitu ilifanyika yenye nataka ujue na niachie hapo. How many days did Jesus went missing at the temple? Ni siku ngapi Yesu alipotea huko akiwa kanisani? They found him in the third day. Walimpata kwa siku ya 3. That tells you even the parents of this world of John, Hata hao they wazazi wa hapa came to ulimwengu know him after resurrection. walimjua wakati alifufuka. That is why what happened between the age of 12 Ndio to maana 30 years kilifanyika is akiwa na a umri- mystery. Umri wa miaka 12 But mpaka look, because he 30. was a professor, he says that now at that time, I think this man was building up his body. Na sasa katika huo wakati In na good pia health. alikuwa anajijenga. So that if he goes fasting for 40 days, he Kama cannot ana- shake and die. Kama anaweza enda kufunga kwa siku 40 asikufe. May God give you capacity to hold that which you want to do in the Mungu name of akupe Jesus. uwezo wa So that when you show up, they will say, oh, Onyesha, this wasema, is "Ah, why he has been lost all this ndio time. maana amepotea huu wakati wote." Even Mary, the mother of Jesus, never knew who Hata Mariamu. she was carrying. Mama ya Yesu hakujua alikuwa anabeba nani. Ndio maana nasemanga wale wengine wetu, we don't need to pray through Mary. Yule naongelesha yule. Mimi nimeongelesha mtu kwenda pande hii kweli? No. Nimeongelesha yule. What is your name? Mary. We don't need to pray through Mary. Hatufai kuomba kupitia Mariamu. Because even Mary got saved as other disciples got saved. Maana hata Mariamu aliokoka wakati ya wanafunzi Can I show you quickly, we move from that thing. Niwaonyeshe kiharaka ndio tutoke The hapo. book of Acts chapter number 1 and verse number 13. Matendo ya Mitume 1:13. Put it up They quickly. gathered frequently to pray as a They group. gathered frequently to do what? To pray To pray as a group. as a group. Kama kikundi. Together, So meaning it was not one. Inamaanisha si mmoja. together with the women With the women. Pamoja na wanawake. and with Mary, the mother of Jesus. So where did Mary get saved? Sasa Mariamu alipokea She got wokovu wake. saved at the prayer out of the promise of Acts, verse number 1, verse number 8. What was the promise there? Because she was working under this promise here. But when the Holy Spirit comes When upon the Holy you, Spirit comes, Wakati Roho Mtakatifu anakuja. you will be filled with the power. you will be filled with the power. What is the Utajazwa na power? nguvu. The salvation. Now you will be saved. Utaokolewa. Now for them to achieve that promise, Ili wao kufikia hii they ahadi, gathered all together. walikusanyika kama Mary, kikundi. the mother of Jesus, Mariamu mama ya Yesu was in that group. pia alikuwa kwa hiyo So kikundi. when the Holy Spirit comes during the day of Pentecost in Acts Wakati chapter Roho number 2, Mtakatifu alishuka wakati wa all the Pentekoste. time when the disciples were speaking in tongues, even the mother of Jesus was speaking also in tongues. Hapa wanafunzi wote walikuwa wananena kwa ndimi, hata Mariamu alikuwa ananena kwa ndimi. So what makes her special then? Sasa nini namfanya awe wa kipekee? The only special person is Jesus Christ. Hapa mtu wa kipekee ni Kristo Yesu. Because really the birth of Jesus was not the birth. Ukweli kuzaliwa wa Kristo haukuwa kuzaliwa. No man met a woman. Hakuna mtu You know from mwanaume Sunday school alikutana that na story, mwanamke. right? This was a virgin. Alikuwa mkunga. Mkunga ni wewe. She was a virgin. Alikuwa bikira. And Joseph, the Na Bible Yosefu, says clearly, he had anasema, proposed. Not married, he had proposed to marry. Walikuwa wajaoana. But because he never wanted her to go and be ashamed outside Kwa sababu hakuwa anataka aende na kuwe na and haibu out kule of the angel, na kutokana na malaika. he was taken, just take that. What she's carrying or you don't aliambiwa know. wewe mchukue tu maana That is why penye Jesus amebeba. confidently, after they found him at the temple, he Ndio says, maana
Yesu kwa ujasiri walipompata Don't karudi you know akasema, that I have my father's business that I'm doing? amjui ya kwamba niko na biashara ya babangu ninafanya. So my father is Joseph, and actually in the entire Bible, is there anywhere Jesus calls Joseph father? Kuna No. mahali Yesu anamuita Yosefu baba. So let's understand this. Wacha In the tuelewe. book of 1 Timothy chapter number 15, 3:15. let's see what happened Nini so that I ilifanya? finish it there. Ili nimalizie. I think now we are a good number, we can talk. Amen. Amen. Have I taken a lot of your time? Mkiwa na story ya mwezi lala, ndio maana leo nimeamua nichape story. Lakini tungeanza ile maneno mengine yetu sahi. No one can deny how great is the secret of our religion. He appeared in human form, was shown to be right by the Spirit. Yes, read 16. 16, that's 16. No one can deny how great is the secret of our religion. There is no man who knows the secret. Hakuna mtu ambaye anajua hii siri. Because what happened? Maana Number kile one, kilifanyika, He appeared in human form. he appeared in human form. How did Alikuja he kwa jinsi ya appear in mwanadamu. human form? Was- John 1:14. And he became flesh. na alifanyika After appearing, Was shown to be right by the he now Spirit. became to people as in a form of revelation. akakuja kwa watu kama ufunuo. And was seen by angels. He was seen by Na angels. akalionwa na malaika. So meaning, even the angels in the Old Testament, they never knew Christ. Hata malaika katika Agano la Kale hakuwa wanamjua Kristo. They have known Christ in the New Testament. Walimjua Kristo hapa katika Agano Jipya. Am I tiring you? No. Na wachosha? Now, Joshua, even the angels, Hata malaika they never knew Jesus hawakumjua Kristo from Genesis kuanzia to the book Mwanzo of John. mpaka Yohana. Can we come out of that junction? We finish it there. 1 Peter 1:12. Petro wa kwanza 1:10. 1 Peter 1:12. Let's see where did the angel know about Christ. Wacha tuone wao malaika walimjua. Because aje Kristo. angels are servants Maana wao ni watumishi. and we are sons in the kingdom of Na God. sisi ni wana katika ufalme wa So we Mungu. don't take one position as Hatuchukui cheo angels. kimoja kama malaika. 1:12 of 1 Peter. God revealed to those prophets Yes. that their work was not for their own benefit, but for yours. As they spoke about those things which you have now heard from the messengers, Yes. who announced good news by the power of the Holy Spirit. The messengers, those are the angels who now announce the message that was prophesied by the prophet Hao from the sasa ni beginning. malaika ambao wanatangaza hii ujumbe ambao ulikuwa umetolewa na manabii. So they never knew the secrets. Pia hawakujua hii siri. The secret you know about Jesus Christ today, the Siri ambao angels they unajua don't know. Kumuhusu Kristo Yesu wao That is why the hawakuwa mysteries has been made manifest to you ndio maana hii today. kitu ilikuwa imefichika. That is sasa why you imefunuliwa. are the son in the kingdom Ndio of maana God. wewe ni mwana katika ufalme wa The Mungu. book of Romans chapter number 16 and verse number 24-25. Warumi Now 16:25. that all the mysteries of the past Ya kwamba zile siri zote have za been mwanzo made manifest to you. zimefunuliwa kwa ajili yako. The book of 1 Corinthians 2:9. Wakorinto wa All kwanza the hidden things have been revealed to you mambo ambayo yalikuwa because you are yamefichika. sons in the kingdom of God. Yamefichuliwa kwako maana wewe ni The mwana things katika you ufalme. know, the angels don't know them because you are the son in the Siri kingdom of ambayo God. unajua hata malaika hawajui kwa sababu wewe ni mwana katika ufalme. How can then Satan come and defeat you if you know secrets of the kingdom? Sasa shetani anakujaje na kushinde maana wewe ni mwana katika ufalme? Receive power to control your life from today in Jesus' name. Pokea nguvu ya kuelekeza maisha yako katika Receive jina la Yesu. power to speak over your life in the name of Pokea Jesus. nguvu ya kunenea maisha yako kwa jina You la Yesu. cannot be defeated Hauwezi shindwa. because you have that secret of the kingdom. Maana uko na hiyo siri ya ufalme. For them it was made a mystery, Kwa wao ilifichika. but for us it has been revealed. Lakini kwetu sisi imefunuliwa. That is why Paul starts in 1 Corinthians 15:1, beloved, Wapendwa, this that I'm giving you, hii yenye ninawapea it is out of ni revelation kutokana na ufunuo which I received yenye nilipokea about the message of Christ. kuhusu ujumbe wa Kristo. Anything you receive out of revelation is yours Chochote forever. ambayo Amen. unapokea kutokana kwa ufunuo inakaa May kabisa. God give you
power to stand in Mungu Jesus' akupe mighty nguvu name. ya kusimama Amen. katika jina la Yesu. You will never be shaken from today in Jesus' mighty name. Hautatingizwa kutoka saa hii kwa jina la Yesu. Anything that you see is hard for other people, Chochote ambacho unaona ni kigumu kwa wengine, for you, you are going just to start doing it easily. wewe unaenda tu Amen. kuifanya kiurahisi. Easily. Kiurahisi. Because you belong to a different dimension Maana wewe from today. unafanya kazi kwa njia nyingine. You know the secret. Unajua siri. Ask anything through me Uliza chochote kupitia mimi and I'll give it to you. na nitakupa. Knock. It will be Bisha, open. utafunguliwa. Seek. Tafuta, You will find. utapata. Ask. Uliza And it will be given. na utapewa. But all this Lakini haya yote in chapter 6 of Matthew, Mathayo 6, they say that now seek ye first the kingdom of God. tafuta kwanza ufalme wa Mungu. Once you encounter Christ, Ukikumbana na Kristo, nothing is a mystery to your life. hakuna kitu ambacho ni siri kwako. Just stand up in the name of Jesus. Simama kwa jina la Yesu. Amen. I just want you to take that prayer Nataka tu uchukue hilo ombi and pray it in 1 minute na uombe kwa dakika moja. and say, Father, I know the access of the kingdom. Umwambie Mungu, najua jinsi naweza fikia katika ufalme. I need this Nahitaji hili to rest in me, litulie kwangu. so that as I'll be going out of this place, Ninapotoka mara hapa, nothing will be left again. hakuna kitu kitabaki. Just raise up your hands. Weka mikono yako juu. Just say, Father, Mwambie Baba, anything that is against my life, chochote ambacho ni kinyume na maisha yangu, it's time for it to live ni now. wakati itoke sasa. Anything that is against me, Chochote ambacho ni kinyume nami, I have power to terminate it. niko na nguvu ya kuangamiza. Any sin power Kila in my life, nguvu maishani it's mwangu. time for you now to be broken. Ni wakati sasa ukaweze Be broken in the name of ukaweze Jesus. kuvunjika kwa damu ya Yesu. Be broken in the name of Uweze Jesus. kuvunjika kwa jina la Yesu. Be broken in the name of Uweze kuvunjika Jesus. kwa damu ya Yesu. Be broken in the name of Jesus. Vunjika kwa jina la Yesu. Anything that is of Satan, Chochote ambacho ni wherever you are, mahali popote ulipo, anything of Satan zote za that shetani is not of God si ya Mungu in my katika life, maisha yangu, anywhere you mahali are popote ulipo in this life today, katika maisha leo hii, be broken in the name of kwa jina Jesus. la Yesu. Be broken Vunjika in the name of Jesus. jina la Yesu. Say any sin power Sema kwamba nguvu yoyote in my life, kwenye maisha yangu say be broken. ivunjike, Say be broken. Vunjike. Say be broken. Vunjike. Say be broken. Vunjike. Say be broken. Vunjike. Any stagnation in your life, bila kukwama maishani mwangu, any stagnation in your bila life, kukwama any maishani mwangu, bad dream in your life, ndoto mbaya, it's time for you to live now. wakati itoke It's sasa. time for you to live now. Itoke sasa. Anywhere you are hiding yourself, Satan, Mahali popote in this unajificha body sasa. at this moment, Kwa huu mwili kwa I wakati, command you nakuamurisha. in the name of Jesus. jina la Yesu. Say out. Nje. 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 Any sickness kila ugonjwa that is Satan has brought ambao shetani to ameleta your life, Kwa maisha it's yako. time to live. Wakati kutoka. It's time to live. Wakati kutoka. Come out. Toka. 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 Wherever you Mahali are popote ulipo. in this body now, Mwili huu. let the Holy Ghost Roho Mtakatifu. do an operation. Ifanye Let kazi. the Holy Roho Ghost Mtakatifu. do an operation. Fanya kazi. Wherever you Mahali are popote in ulipo. this body, Moyo mwili. come out. Toka. Come out. Toka. Come out. Toka. Come out. Toka. Any spirit roho yoyote that is not of God, Anything- anything Satan is using chochote ambacho shetani to ameleta, connect himself to your life, kuunganisha na maisha it's yako. time to live. Wakati kutoka. It's time to live. Wakati kutoka. Out. Nje. 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 Any spirit, roho yoyote say Father, sema Baba, any spirit roho yoyote in me ndani yangu that is not of God to be terminated. To be terminated. It's time. 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 It's time for termination. For termination. For termination. For termination. It's time. It's time. It's time. It's time. It's time for termination. Any spirit that is not of God in your life, come out. toka Come
Terminate. Be terminated. Be terminated. Be terminated. Be terminated. In the name of Jesus. Any power of Satan in your life. Wherever you are. Satan. 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 Say prayer. 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 Anything he has been using to torment you, any stagnation, any bad dream in your life, say sin power, be broken. Sin power, be broken. Be broken. Be broken. Be broken. Be broken. Be broken. From this time, wherever you are, you spirit of Satan, be terminated. Say out. Say out. Say out. Say out. Say out. Wherever you are. Wherever you are. Wherever you are. In this body. Any sin. Any dream. Any stagnation. Any kind of setback. It's time for you. I command 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 you. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. I command you. Wherever you are. Wherever you are. Wherever you are. Just pray, 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 pray. Omba wapendwa, muamrisha atoke katika maisha yako. Muamrisha atoke kama ni ugonjwa uko na anything Satan is using to torment you for your stagnation, to bring sickness, any sin power in your life, be terminated now. Leave my people. Leave my people under this command. Leave my people. Satan, wherever you are, come out in the name of Jesus. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, oppression, 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 calm down, take away troubles, free your people now, free your people now, be free, be free. Open your lips and pray and say, Father, set me free. I need you. Set me free. Set me free from stagnation. Set me free. 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 Freedom. 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 Coming away. Just pray, 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 pray. In the name of Jesus. Open your lips. Open your lips. Command Satan out. Free yourself, free yourself. Command Satan out now. Command Satan out now. Free yourself, free yourself. Free yourself, free yourself. Free yourself. Tuweke huru, tuweke huru. Katika jina la Yesu. Tuweke huru, tuweke huru. Endelea kuomba wapendwa, fungua kinywa chako, tuweke huru. Mahali popote shetani, kila kitu anatumia kujiunganisha na maisha yako, muondoe sasa, maana uko na nguvu. Muamurishe kwa jina la Yesu. Tuweke huru, tuweke huru. Tuweke huru, tuweke huru. Kwa jina la Yesu, maana uko na nguvu. Any stagnation, come out. Come out. Come out. In the name of Jesus. Come out. Come out. Come out. Any disease, any stagnation, out in Jesus' mighty name. Any disease, any attack of Satan, you demon, you demon. Kwaya munisaidie hapa, mtaenda muimbe pale. Inulie huyu. Mwenye hawezi chunga, acha kidogo, acha kidogo. Mwenye hawezi chunga, naomba tumeanza kazi. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You demonic attack, you spirit, wherever you are in this body. Out! Toka! Wewe toka hapo. Ulikuwa unaomba?
Okay. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Come out. Toka. You Satan in this body. Wewe shetani kwa mwili. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Come out in the name of Jesus. Toka kwa jina la Yesu. Come out in the name of Jesus. Toka kwa jina la Yesu. You queen. Wewe malkia. Wherever you are, you are destroyed now. You are destroyed now. You are destroyed now. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Unaona hizo vidole? That is what I'm talking about. In Jesus' mighty name. Katika jina kuu la Yesu Kristo. Any demon attacking you, Kila pepo it's linakushambulia. time to leave now. Ni wakati kuondoka. Toka. In the name of Katika Jesus. jina la Yesu. Your time is over now. Wakati wako umeisha sasa. You're set free Umewekwa huru in spirit, kwa roho, soul, and nafsi body. na mwili. In Jesus' mighty name. Kwa jina la Yesu. Amen. Piga Yesu makofi. My daughter, you are free from bad dreams and any stagnation in Jesus' mighty name. Amen. Amka. Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Ni muweza. Muweza. Oh, Yesu, Yesu. Yesu ni muweza. Nimemuona Yesu kibadilisha mambo. Nimemuona Yesu akikupa ushuhuda. Oh Yesu, Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Ni muweza. Aweza yote. I put fire in this body. Naregesha maisha yako ya kawaida. In Jesus' name. Set you free in Jesus Christ of Nazareth. Jesus' name. Set you free, my daughter. Spirit, soul, and body. Set you free. Set you free. Set you free. Be free. Be free. In Jesus' mighty name, you have no power now. You have no power. In Jesus' mighty name, set you free. Oh, Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Ni muweza. Muweza. Oh, Yesu. Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Yesu ni muweza. Ni muweza. Aweza yote. Amen. Father, we thank you. We worship you. Baba tunakushukuru, Thank you for this deliverance. Asante kwa ukombozi. Thank you because we've seen you. Asante maana Thank you tumekuona. for this operation. Asante kwa hii. We are going to honor you Tunaenda through kukuheshimu our offering and kutoka giving. kwa matoleo Even yetu. for those who are on TV. Hata wenye wako katika Lord, televisheni. bless them Mungu wabariki. through the name of the Father, Kupitia kwa jina la Baba, the Son, la Mwana and of the Holy na la Spirit. Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Piga Yesu makofi na uketi. Amen. Praise God. Kwa wale ambao wako na sadaka waweke pande hii, wenye wako na offering, thanksgiving, na tithe waweke pale, wenye wako na roho ya kusaidia huduma hii kuendelea jinsi ambavyo tumesikia kutoka kwa mahubiri. Mtumishi wa Mungu anayo bahasha pale mkononi, unaweza chukua kwa kuweka kila ambacho uko nacho kuanzia 1000 kwenda juu. Praise the living God.
mumekaribishwa nyinyi wote. Kwa wale ambao wako nayo kwa simu, tuko na till number, tutatumia ndio hii hapa juu. Kama utaiona utaniita nikusaidia hapo karibu. Amen. Karibuni. So kwa wale mnataka kufanya huduma, I'm going to share something small today to you. Tawafahamisha. Wale wanataka envelope, kama unataka kusupport hii ministry, you can come for the envelope. We don't waste time when it comes to giving. We only take few minutes. Tutachukua tu wakati. Na wale wako na sadaka waweke hapa so that we talk. Ili tuweze kuongea. So that we talk. Tuongee. In Jesus mighty name. Kwa jina kuu la Yesu Kristo. Yes, tunaweza leta sadaka, tuweke kwa hii, lakini kama uko na dhabihu upande mwingine, na kama unataka kusupport the ministry ndio unauliza upewe bahasha. Kuna wale wanataka kutumia namba ya simu, labda uko kwa TV, ama wale wako nchi za nje, you can use +2547687955568 +25468795568 ama 0768795568. PesaPal, Sendwave. Wale wako nje wanaweza wakatumia hiyo, na wale mko hapa unaweza ukatumia the paybill number 303030 303030 6989 hash. Then you write what you are giving for. If it is offering, you write offering. If it is thanksgiving, you write thanksgiving. So the account number for the pay bill is 303030. Then that account number is 6289 in Jesus' mighty name. Amen. Father, I pray for those who have given their offerings and sacrifices and thanksgiving. Bless them, open their ways. In Jesus' mighty name. Amen. Piga Yesu makofi mazuri. I've seen those who have given through the pay bill. God bless you. I've seen this is Mary, I've seen you. God bless you. Amen. Galatians 5:1. Wagalatia 5:1. Freedom is what we have. Christ has set us free. Stand then as free people, and do not allow yourself to become slaves again. Are you free or you're not free? Uko huru ama hujakuwa huru? How are you, mom? Where are you coming from? Mama, unatoka wapi? Who brought you here? Nani alikuleta? I want to pray for your marriage. Nataka kuombea ndoa yako. What's happening? Nini I inafanyika? want to pray for your marriage. Nataka kuombea ndoa yako. What's happening? Nini inafanyika? This is the second time Hii ni mara ya pili. you're leaving your relationship. Unaacha mahusiano yako. Where is the baby? Mtoto wako wapi? I hear Joseph. Na Who is yeye- that? Nasikia Joseph. Joseph ni nani? What's happening with him? This man is sick. Huyu mtu ni mgonjwa. We need to pray for him Tunafaa kumwombea so that God can deliver him. ili Mungu akamkomboe. Amen. Amen.
and all will be well. na yote atakuwa sawa. Who is with your baby? Nani ako na mtoto wako? Wazazi wangu. I don't know why I'm seeing you in a house. Sijui mbona nakuona kwa nyumba. You're working in a house. Nafanya kazi kwa nyumba. Nilikuwa nafanya. You were mistreated in this house. Ulisumbuliwa ama kutezwa kwa ile nyumba. The problem is the man of this house. Shida ni huyo baba wa hii nyumba. Anybody who sees you wants to use you. Yeyote anayekuona anataka kukutumia. I want to pray for you. Nataka nikuombee. And I hear it in the spirit that you're going to receive a business. Nasikia kiroho kwa kiroho You're na kwamba going to unaenda start a kupokea business. biashara. Unaenda kuanzia And that biashara. is what has been all along in you. Na hiyo ndio imekuwa kwa ndani yako. You want to travel outside. Unataka kusafiri nje. What's happening with your traveling documents? Nini inafanyika na hivi vyeti vya usafiri? Zinakubaliwa. What happened with them? Nini ilifanyika nazo? Roho inakufa. You have the passport. Uko na passport? It's now you're processing. Ndio unataka You kwanza. planned to go somewhere Ulikuwa unapanga kuenda mahali and you just live on the way. na ukaachia hapo njiani. Somebody told you we can go and give you a job Mtu akakwambia tunaweza enda tukupe kazi and it never went successful. na hii kufanikiwa. Don't go there. Usiende kule. God is going to bless you. Mungu anaenda kukubariki. As you'll be continue coming, Unapoendelea kuja, God is going to open a way for Mungu you. anaenda kukufungulia njia. What happened with this first baby? Nini ilifanyika na huyu mtoto wa kwanza? Hapo. Nilalalia kila saa. Hapo na visirani. What is the sickness? Ni ugonjwa gani? This is a girl. Ni msichana. Eh? This is a girl. I'm talking about a girl. Tunaongelea mtoto msichana. Ndio pastor, lakini anakaa anapagawa na piga kelele, sijui shida iko wapi. Let's pray for her. Tumombe. How are you, mommy? How are you doing now? Unaendeleaje sasa? How is your going? Endeleaje? Niko poa, lakini ile mume wangu ni mgonjwa sana. Lakini amejikaza leo, ameenda kazi Since when? Tangu lini? kutoka juzi. What is prostate? What is prostate? Ni kufungana kwa mkojo. Alikuwa anafungana koo. Alikuwa amefungwa koo, alafu alikuwa na joto iko juu sana. What is prostate? Let's pray for that sickness Cha tuombee ugonjwa not to get to your husband. isimfikie mmeo. There is a sign from afar, Okay. and Kuna sign God is kutoka going mbali. to help you. Can I pray for you? Na Mungu ataenda kukusaidia. Bado nashukuru. So I'm praying for your daughter, Naombea binti yako and all will be well. na yote atakuwa sawa. Don't go where you want to go. Usiende mahali unataka kwenda. It's a danger zone. You Mahali should wait ngoja for the right time. wakati unaofaa. You're coming from a polygamous family, Natoka kwa familia ya wake wengi. and there is no peace here. Hakuna amani. Stand up, let me pray for you. Simama uombe. Set you free, Jesus. Let's pray for this prostate so that it cannot affect Isimudhuru the husband. mume. It's not a good disease. Si ugonjwa mzuri. This you are how many times here? Umekuja hapa hii ni mara What ngapi? has God done for you? Nini Mungu amekufanyia? Amenifungulia njia, nimefungua biashara zenye uliniambia
utabarikiwa. So is that not a testimony? Hiyo si Ka- ushuhuda? prepare for a testimony on Sunday. Panga A bigger alikuwa one. kubwa In Jesus' name. Amen. Amen. Put your hands together. piga makofi. How are you? I want to see your wife. Nataka kumuona bibi yako. You have this issue at home. Mkuna hii shida hapa. I want to nyumbani. see your wife. Nataka kumuona bibi yako. One time plan and bring her. She's Panga here. Yeah? She's here. She's here. Yes. Wife, where are you? uko wapi? How are you? Naendeleaje? I said there is an issue between you and the wife. Naona kuna shida kati yako na bibi yako. Let me pray for you to be a man. Wacha nikuombee ili ukaweze kuwa Wife, come. bibi kuja. How are you, wife? Unaendeleaje? I want to pray for you people. Nataka kuombea nyinyi And this marriage should work na hii ndoa itafanya. at any cost. Kwa Let hivyo, me first start praying for this affection. There is no affection. There is a gap between here. hakuna mapenzi, kuna nafasi hapa. We pray for it Tuiombee and ask God to intervene. na tumuulize Mungu akaingilie. The problem is not you people. Shida si nyinyi watu. The problem is the background where you people are now. Ni mahali muko sasa. But you dream about this water. Uliota juu ya haya maji. What happened? Nini ilifanyika? You dream you are in a sea. Uliota uko You are katika inside water. uko ndani ya maji. What happened? Nini ilifanyika? Unaota ndoto nyingi, You fight people. Unapigana na watu. huwa naona ni kama ni watu wanakuja wananishika kuninyonga, kama naota nachukuliwa na maji. You are in a different world, Uko kwa only that you jingine. don't know. Ni ile haujui. You will see what happened. You know, it's only that you don't know. You will see if you were on TV, you could have seen what you did here. Do you know what you did here? Unajua ulifanya nini hapa? Do you know? You don't know. Unajua? You saw what happened? Wewe uliona kile She's in a kilifanyika? different world. Ako kwa nchi nyingine. So it is not you, you don't know. Si wewe haujui. Beatrice. Who is Beatrice? Beatrice ni nani? Beatrice, who is that? Beatrice ni nani? Beatrice. Beatrice This is a woman, this is a neighbor. ni mwanamke ambaye ni jirani. Who is Beatrice? Kuna Beatrice mtu ni anaitwa nani? Beatrice, Hey. na kuna aunti yangu anaitwa Beatrice. Sasa Are you in relation with this neighbor? Uko na What do you do in uhusiano? common? Mnafanya nini na huyu jirani? ni chama tuko na yeye. I want to bring you out of this marine issue. Marine. Kwa hizi bebo za kibahari. This chama, once it ends, look for another one. Ikiisha utafute ngine utoke This kule. chama will make your family not to have peace. Itafanya jamii yako isiwe na amani. Every moment you receive money from this chama, Kila no wakati peace at home. ukipewa pesa kutoka kwa hii chama hakuna amani kwa nyumba. Hatuna amani kila wakati. Is it a yearly chama or Ni ya mwaka ama ni ya Kwa ya mwaka nimeacha, lakini nimeborana. this chama you are with this woman, hii chama yenye uko Leave na it. huyu mwanamke, achana naye so that we can pray for peace. ili tuombee amani. This marine spirit is what is making you have no peace at all. Hizi roho za At any bahari time. ndio zinafanya hauna Because amani. there is you are like a man Wewe ni in the kama house. mwanaume kwa nyumba. It is not you don't understand. Si wewe, hata wewe But there is a hauelewi. man troubling you. Lakini kuna mwanaume anakusumbua. Jesus, 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 Jesus. There is Wilson. Who is Wilson? Wilson ni nani? Wilson. Wilson ni nani? I want to pray for him to be a man. You understand what I'm saying? Nataka nimwombee hawe mwanaume. It's not there. Hakuna. Are you understanding me? Unaelewa? Kuelewa. We are praying, and on Sunday you will testify. Tunaomba na Jumapili mtashuhudia. This land, Hii shamba what happened with it? nini ilifanyika naye? Land. There is an issue with the land. Kuna at shida home. na shamba hapa nyumbani. It is at the road. Iko hapa kwa What's njia. happening? Nini Do you know inafanyika? that one? Unaijua hiyo mama? You encounter this sister-in-law and Look. you talk words. It's a holiday.
ulikumbana na huyu wivi and you people na don't agree. mkatupiana maneno na hamkuelewana. You come to this family and people are looking at you as if you are not accepted here. Ulikuja kwa hii familia People lakini don't kama want you. hujakubalika. People don't love you here watu in this hawakupendi kwa hii their familia. home. They don't accept you Hawakupendi from the beginning. kuanzia mwanzo jinsi ulivyoingia. Where are the 3 children? Hao watoto watatu wako wapi? Nyumbani. How many children do you have? Uko na watoto wangapi? Who is the father of the first one? Baba wa huyu wa kwanza ni nani? And there are 4. Wako wanne. Who is the father of your firstborn? Huyu wa kwanza babake ni nani? God bless you. You'll see me on Sunday. See me on Unione Sunday. Jumapili. You're healed, eh? Umepona. Amen. How are you? I'm praying for your family. Naombea familia. We yako. prayed, eh? Tunaomba. Amen. Let me pray for you. Acha nikuombee. Jesus. Mommy, how are you? Can I talk to you? How is your family now? Familia yako iko aje sasa? This man is leaving you if you don't be serious. Huyu mtu anakuacha kama hutakuwa. You are not in terms now. Amu- What's ongea happening? Sasa nini inafanyika? Kisirani tu kama nimefanya vizuri. That is he a firstborn? Je, ndio wa kwanza A lastborn? ama wa mwisho? He's a lastborn in their family. Kwao ndio And you are the nikitinda firstborn mimba. in your family. Na wewe kwenu ndio wa kwanza. Even you people, when you are marrying, how did you calculate that mathematics? How can a firstborn marry a lastborn? It's Sasa not possible. mzaliwa wa kwanza ataoana A lastborn knows when he eats, he leaves everything. Anajua ya And the akikula- firstborn knows when he or she eats, she picks everything. So it will take 15, 25 years to adjust. itachukua muda. Tell him I'm praying for him. Mwambie namwombea. I don't know why I'm seeing him. There is a work of being a soldier. Do you know Kuna what's a kazi ya soldier? kuwa askari. What is he doing now? Anafanya nini sasa? Kiate. Jesus. Come on. How are you? Endelea. Where are you coming from, mommy? Can I talk Unatoka to you? Who is Benson? Benson ni nani? What's happening to your health? Nini nafanyika na afya yako? I'm seeing a sick lady. Naona Let's mtu mgonjwa. talk about your stomach. Acha tuongee kuhusu What's tumbo happening lako. with it? Nini naifanyikia? Mefura. But me, I see an operation. Mimi naona upasuaji. There is an operation. Kuna upasuaji Has it been programmed? Let's imepangiliwa. pray for this operation not to come. Wacha tuiombee isije. This is something that is has persisted for long, Ni kitu ambayo imekuwa kwa muda, but today is ending. lakini leo hii As inaisha. we're praying, you're going home free. Tunapoomba unaenda nyumbani ukiwa huru. And let's pray for your family also. Wacha pia tuombee familia yako. What's happening to your son? Nini namfanyikia kijana wako? Hmm? You are yearning for a son. You are yearning for a son. Yes. How many times now? Mara ngapi sasa? 2 times. Where are you coming from home? Nyumbani ni wapi? Gesima, which place? Wapi? Teroka. No, Gesima where? Yesima wapi? We have Matongo, we have Eramba. where? Eramba. Eramba. Okay. I come from Makueni County, near Eramba. Enchoro. You know there? Kutoka huko. That's where I come from. Jesus. Healed in the name of Jesus. Jesus. Set you free. How are you? Can I talk to you? Naweza kuongelesha? This drunkenness. Hii kulewa. Who is this drinking? Nani huwa anakunywa? Eh? Who is this drinking in your life? Ni nani huwa anakunywa kwa maisha yako? I want to pray for your family. Nataka kuombea familia yako. Things are not working well. Mambo hayaendi vizuri. Are you now number 3 Wewe with sasa, children? How many children are you having now? uko na watoto wangapi sasa? Where is the number 3?
Watatu wako wapi? Let number 3 not come now. Wacha Wait until things watatu wasikuje. be okay. Ngoje mpaka mambo yawe sawa. Jesus. Set you free in Jesus' name. Yes, ma'am. How is your son? Kijana wako Is anaendelea. now okay? Bado sijaongea Eh. na mjukuu alikuja nyumbani, yeye iko college, na mtu akampigia mlango akaniambia asubuhi ya leo ni lazima leo sikulala. Mtu anapiga kwa dirisha, nyumba iko na view. Huyu mjukuu anasoma boarding school college, alikuja sasa akamwambia kwanza tuende kanisa, akamekataa. Somebody has this severe pain of headache. Come, I want to pray for you. Kuna mtu hapa anauma na kichwa. Kuja mbele uombewe. Akakataa kukuja, akasema yeye amelelewa kanisa ya sisi. Akasema hata mimi najua kuomba, mimi najua kusoma Biblia. Sasa akamwambia wacha nikupelekea maombi ombewe. Na huyu kijana bado sijaongea. Lakini waliongea kabla huyu mchukuu akakuja, waliongea na yeye kwa hiyo nini hiyo kwa simu ya video. Okay, Akampatia transport. I want your daughter to call Nataka binti yako and I want her to come. aje. Daughter. Binti yako. Yeye iko na familia. Kijana yangu last born anakaa. Yeye iko na kijana yake mtoto. Yeye iko na familia, lakini muombe apate pesa akuje. Aya. Apate pesa katika jina la Yesu. Headache. Kichwa. How are you? Endeleaje? Can I talk to you? If I don't talk to you, you will go home Kama having sitakuongelesha, headache. tenda nyumbani. How is my brother? Ndugu yangu anaendeleaje? He's okay now. Ako sawa sasa? How are you? Are you a sister? Wewe ni dadake? You are a friend? Ni rafiki? Why are you getting married at this age? Kwa nini unaolewa kwa umri? Are you married? Umeolewa? You have already left. Tayari umeacha. So now you want us to pray for you. Sasa tunataka tukuombee. Your mission now is to have a business. Unataka kuwa lengo And lako your sana mission is to have a job. kuwa na kazi. Do you stay together? Mnaishi pamoja? Who brought the other? Nani alileta mwingine? Huyu ndiye amekuleta. So I want to pray for you and I want to pray for her. Nataka nikuombee na God to nimwombee. open your way. Mungu afungue njia zenu. Amen. But I see blood. Kinaona damu. What happened? Nini ilifanyika? I see blood. Naona damu. Nilichapwa na huyu bwana nilichapwa. Let me pray for you. Mwenye wa kuchapwa chapwa. But where is the baby? Mtoto wako wapi? Acha kwenye nimekuja kwa friend wangu. Okay. I want to see you on Sunday. Nataka nikuone Jumapili. And I'll tell you what you will be on Sunday, right? Nitakwambia utakuwa nini Jumapili. So I also want to see you on Sunday. Pia nataka nikuone And I Jumapili will pray for you. na You're nitakuombea. going to... People start from any job. Utaanza kwa kazi yoyote. Set you free. Out in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. I set you free. Kuweka huru In Jesus' name. kwa jina la Yesu. Be free Kuwa huru. in Jesus' name. Amen. Piga Yesu makofi mazuri. Aya, msimame tuombe. Simama. Say, Father, Sema Baba, I love you. ninakupenda. This day,
siku as hii I'll be going out, ninapotoka hapa I'll not be the same again. sitakuwa wa kawaida tena. My life must change. Lazima maisha yangu yabadilike. Do an operation in me. Fanya Do kazi an kwangu. operation in me. Fanya kazi kwangu. Take away troubles. Chukua masikitiko. Release freedom to me. Nipe uhuru. Take away stagnation. Chukua mkwamo. Release freedom to me. Niache uhuru. In the mighty name of Kwa jina Jesus. kuu la Yesu Kristo. Say, Father, Sema Baba, from today, kuanzia saa hii I am free. niko huru. For whosoever the Son sets free Yeyote mwanadamu anaweka is huru. free indeed. Ako huru kweli Is kweli. free indeed. Ako huru kweli kweli. Freedom Uhuru is my portion. ni sehemu Freedom yangu. Uhuru is my portion. ni sehemu yangu. Good health Afya is njema my ni portion. sehemu yangu. From today, Kuanzia leo, no sickness. hakuna magonjwa. From today, Kuanzia leo, no sickness. hakuna magonjwa. No sickness. Hakuna magonjwa. Prayer Omba. in the name of Kwa jina la Jesus. Yesu. In the name of Kwa jina la Jesus. Yesu. In the name of Kwa jina la Jesus. Yesu. No more sickness. Hakuna magonjwa tena. From this day, Kuanzia wakati you are set free. umewekwa huru. 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 In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You are set free. Umewekwa huru. In the name of Kwa jina Jesus. la Yesu. You are set free. Umewekwa huru. In the name of Kwa jina Jesus. la Yesu. In the name of Kwa jina la Jesus. Yesu. You are set free. Umewekwa huru. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Kwa Jesus. jina la Where is Yesu. he? Where is he? Ako wapi? Mzee wako wapi? I'll see him on Sunday. He is fearing. Tamuona Jumapili. Anaogopa. Jesus. Set you free. Kuweka In huru. Jesus' mighty Kwa name. jina kuu la I Yesu. set you free. Kuweka huru. In the name of Kwa jina Jesus. la Yesu. Freedom. Uhuru. In the name of Kwa Jesus. jina la Yesu. From today, Kuanzia leo. no more troubles. Hakuna masumbuko. From today, Kuanzia leo. no more stagnation. Hakuna kukwama. From today, Kuanzia leo. you are free. Uko huru. You are free Uko huru. in your business. Katika biashara You yako. are free Uko huru. at your workplace. Katika maeneo You ya are kazi. free Uko huru. in the name of Jesus. jina la Yesu. No sickness, Hakuna magonjwa. no stagnation. Hakuna kukwama. Freedom Uhuru. coming your way. Nakukujia. 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 No disease, Hakuna no magonjwa. stagnation, Hakuna kukwama. no bad dream. Hakuna From ndoto this mbaya. time, Kuanzia wakati even your business Hata kwa biashara will yako. prosper. Utafaulu. Will prosper. Utafaulu. Will prosper. Utafaulu. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Shangilia kwa Rejoice in the Bwana. Lord. Shangilia kwa Rejoice Bwana. in the Lord. Shangilia kwa In the Bwana. name of Katika jina la Jesus. Yesu. Father, we love you. We thank you Baba tunakupenda, for this tunakushukuru service of today. kwa ajili ya hii. Thank you because you've delivered us. Asante maana You umetukomboa have freed us. na umetuweka huru. As they are living and going home, Wanapotoka kwenda nyumbani, let their lives change. wacha maisha yao yabadilike. Even for those who are watching Hata kwa us, wanaotazama, as they'll be coming here next time, wanapokuja hapa wakati it will ujao, be testimony after testimony. itakuwa ni ushuhuda baada ya I ushuhuda. release blessings to your business. Na katika maeneo ya I biashara, release peace to your family. naachilia baraka No kwa more familia. stagnations in your Hakuna life. kukwama tena maishani mwako. No more bad dreams in your Hakuna life. ndoto mbaya kwa maisha yako. No more going back in the name of Hakuna kurudi Jesus. nyuma kwa jina It la will Yesu. be victory from this Itakuwa ni time. ushindi kutoka Go and succeed. Enda na ufaulu. Go and prosper. Enda na ufaulu. Go and lead. Enda na uishi. Go and receive. Enda na upokee. Go and invest Enda na uwekeze. in the name of Katika jina Jesus. kuu la Yesu Kristo. Through the name of the Father, Kupitia kwa jina la the Baba, Son, na Mwana, and of the Holy na la Roho Spirit. Mtakatifu. We pray and we believe. Tunaomba na kuamini. Amen. Piga Yesu makofi Amen. na uketi. Mungu awabariki na awape kibali na awape neema katika jina la Yesu.